Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bana, ni ukweli usiopingika kwamba tukatae ama tukubali, lakini Irani na jeshi zima la vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC vimefanikiwa pakubwa sana katika masuala mbalimbali, hasa ya intelijensia ama ujasusi ndani ya taifa la Iran. Siku za hivi karibuni, kama umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana taarifa zetu tokea hapa Yuhoma TV, ni kwamba Umoja wa Mataifa kupitia mkuu wa haki za binadamu wa shirika hilo ulimwenguni ilitangaza juu ya ripoti ya shutuma ama tuhuma kwa Irani kwa kile ambacho ilisema kwamba Irani inatekeleza mauaji ya raia wasiokuwa na hatia na kuwanyima haki zao za msingi, ikiwemo kuwakamata na kuwapatia kesi zenye haiba ya kisiasa nchini Iran. Sasa ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa ilikosolewa vikali sana na wadau mbalimbali wa siasa za kijiografia na mizozo ya kieneo kote ulimwenguni, ikidaiwa kwamba ripoti hile ilikuwa imeegemea upande mmoja, yani upande wa Irani na si katika pande zote mbili za vita, na maanisha Marekani na mshirika wake Israel, lakini pia na hivyo kwa Iran. Sasa siku ya leo Irani imetangaza ama imetoa ripoti yake mpya inayokinzana na ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa, ikielezea mafanikio yake makubwa ambayo yameipata katika vita tangu pale mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambako Irani imetangaza kuwahukumu takribani raia wapatao 3 kwa makosa ya ujasusi dhidi ya serikali ya Irani kupitia vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Katika ripoti hiyo ya Iran inaelezea kwamba miongoni mwa watu hao 3 wakiwa ni pamoja na wale waliokamatwa sambamba na majasusi katika maeneo mbalimbali ndani ya taifa la Irani, watu ambao walijinasibisha moja kwa moja na majasusi wa Israeli Mossad katika kutekeleza operesheni mbalimbali za kuua viongozi wa Irani pamoja na kutoa taarifa za mashambulizi dhidi ya malengo mbalimbali ya adui wa Iran, yani Israeli na Marekani. Ripoti hiyo iliyotolewa mapema leo kupitia shirika la habari la serikali ya Irani, yani IRNA, imearifu ya kwamba katika raia hao 3 ni pamoja na Mehdi Rasour mwenye umri wa miaka 25 sambamba na Mohammad Reza Miri aliyetajwa kuwa ni wakala wa moja kwa moja wa jasusi wa Mossad, yani wa Israeli kutokea nchini Israeli. Pamoja naye pia kuna Ibrahim Dolatabadi ambaye anaelezwa kama wakala muhimu ama jasusi aliyekuwa akitumiwa na Marekani na Israeli, ikiwemo katika vurugu mbalimbali nchini Irani, maandamano ya Januari mwaka 2026 yaliyoshuhudiwa katika taifa la Iran. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Iran kupitia shirika la habari la serikali la Iran, yani IRNA, imearifu ya kwamba wanaume hao wote 3 tayari wamekwisha hukumiwa adhabu ya kunyongwa, yani kifo, mara baada ya kutekeleza kile kimeelezwa kama kosa la jinai kwa ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, yani ardhi ya Uajemi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na shirika hilo la habari la IRNA kutokea nchini Irani, vyombo mbalimbali vya habari vinavyofanya kazi nchini Iran ikiwemo Tasnim News na Tehran Times vimeripoti pia kwamba serikali ya Irani ilisema kwamba Rasour na Miri walikuwa na jukumu zito na la moja kwa moja katika mauaji ya wanachama wa vikosi vya usalama vya Irani pamoja na maafisa waandamizi wa serikali ya Iran katika jeshi la IRGC wakati wa matukio mbalimbali yaliyoshuhudiwa kutokea, ikiwemo mauaji na mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya miji ya Iran. Naye Dolatabadi akishutumiwa kwa kuongoza makundi yaliyohusika moja kwa moja katika mapigano yaliyosababisha vifo zaidi na ghasia mbalimbali kushuhudiwa ndani ya taifa la Iran katika mwezi Januari mwaka huu 2026. Sasa kufuatia ripoti hiyo ya serikali ya Iran na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, makundi mbalimbali ya haki za binadamu ulimwenguni yanasema kwamba Irani imewanyonga wafungwa wa kisiasa wasiopungua 25 tangu kuanza kwa mashambulizi kati ya Marekani na Israeli mnamo Februari 28 mwaka huu 2026. Ripoti ambayo inaeleza kukinzana vikali na ripoti hiyo ya serikali ya Iran iliyotolewa mapema leo, ikihusisha kunyongwa kwa raia wapatao 3 wanaohusishwa na tuhuma za ujasusi katika taifa la Irani, kosa ambalo
Kwa mujibu wa sheria za Irani, ni kosa la jinai, yaani uhaini, kutekeleza kile ambacho kinakinzana na utawala na matakwa ya serikali ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika ripoti mfuatano kutokea makundi ya haki za binadamu ulimwenguni, imearifu ya kwamba Tehran ilinyonga mfungwa mwingine wa kisiasa katika gereza la Urmia siku ya Jumapili, mahakama ikiripoti kwamba ikimtambua kama Mehrabu Abdurahzadeh, mzaliwa wa mwaka 1997 huko Urmia, ambaye alikamatwa mnamo Oktoba 22 mwaka 2022 wakati wa maandamano ya wanawake yaliyodai maisha na uhuru. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, pia wanaume wengine wawili walinyongwa Jumamosi baada ya mahakama kuu ya Iran kuidhinisha hukumu zao za kifo kwa kunyongwa kwa kuipeleleza Iran kupitia vikosi mbalimbali vya kijasusi vya Israeli, ikiwemo Mossad na Shibet, katika jitihada mbalimbali za mauaji ya viongozi wa Irani pamoja na mashambulizi katika maeneo nyeti ya taifa la Iran. Hata hivyo, kituo cha habari cha mahakama ilisema kwamba raia afahamikaye kwa jina la Yahubu Karimpur na Nasr Bekrazadeh walinyongwa katika gereza kuu la Urmia kufuatia kesi za kisheria zinazohusiana na uhaini, lakini pia makosa mengine ya jinai katika taifa la Iran. Hata hivyo, katika ripoti ya serikali ya Iran kupitia shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, iliripoti kwamba raia hao wote waliouawa kwa kunyongwa ni katika jitihada za kudhibiti na kujilinda zinazofanywa na Irani kujilinda dhidi ya maadui. Juu ya mauaji kadhaa ya viongozi walioshuhudiwa hivi karibuni katika ngazi mbalimbali za kiutawala ndani ya serikali ya Iran kupitia vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Aidha, ripoti hiyo inakuja wakati ambapo mapema mwezi Machi na Aprili serikali ya Irani ilitangaza kuwakamata na kuwafungulia kesi mbalimbali mahakamani raia wapatao 15 katika hatua ya awali, wote wakishutumiwa kwa njama za wazi na ushirika wa karibu na vikosi vya kijasusi kutokea nchini Israel na Marekani, vikiwemo vikosi vya Mossad ambavyo ndivyo vimekuwa vikitekeleza ujasusi na upelelezi wa ndani katika serikali ya Irani, ikiwemo mauaji ya viongozi na mashambulizi makubwa katika maeneo muhimu ya serikali ya taifa la Iran. Hata hivyo, mbali na watu hao 15, pia serikali ya Irani kupitia vikosi vya IRGC kwa kushirikiana moja kwa moja na jeshi la polisi la Irani pia ilifanikiwa kuwakamata na kufungulia kesi raia wapatao 80 walioshutumiwa pia kwa makosa sambamba na ya awali ya raia 15 ya ujasusi na kupanga njama za wazi kwa mashambulizi mbalimbali katika taifa la Iran. Watu hao 80 walikamatwa katika mji wa Isfahan, Iran, na kufunguliwa kesi mahakamani zinazohusiana na jinai kwa kutekeleza mipango hiyo dhamiria wazi ya mauaji ya viongozi na mashambulizi katika miji mbalimbali ya Iran. Hatua za hivi karibuni za serikali ya Iran ambazo zimechukuliwa zinazoibua ukinzani mkali kwa mamlaka za haki za binadamu ulimwenguni zinaelezwa kama hatua za mafanikio makubwa katika hatua ya kujilinda dhidi ya maadui na mashambulizi ya wazi, ambapo siku ya Aprili 27 serikali ya Irani ilitangaza hatua mpya ya mafanikio katika ukamatwaji wa majasusi wote waliokuwa wakifanya kazi chini ya vikosi vya Mossad na Marekani ili kuipeleleza Irani na kutoa siri kwa mataifa ya kigeni kutokea ukanda wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ripoti ya Irani ya mapema Aprili 27 ilieleza kwamba mafanikio hayo ni kwa ushirika wa karibu wa serikali mbili, China na Urusi, katika teknolojia mbalimbali za kutafutaji na ukamataji wa kile imeleza majasusi kutokea kwa pande hizo mbili za wahasimu wa vita, ambapo katika ripoti hiyo serikali ya Iran ilisema kwamba ni mafanikio makubwa zaidi yaliyoshuhudiwa kufanikiwa tangu miaka 1970 kabla na baada ya mapinduzi ya serikali ya Iran yaliyofanyika mwaka 1979. Hatua hii ya hivi sasa ya Iran kuwakamata na kunyonga raia wapatao 3, huku ripoti ya Umoja wa Mataifa kupitia mamlaka za haki za binadamu za shirika hilo la Umoja wa Mataifa ikisema ya kwamba ni takribani watu 25 wamenyongwa na taifa la Iran, inakuja wakati ambapo kumeshuhudiwa na vuta ni kuvute baina ya serikali ya Irani na serikali ya Marekani kwa siku za hivi karibuni, Marekani ikisema ya kwamba itaanzisha upya mashambulizi ya kuangamiza dhidi ya serikali ya Iran, huku Irani ikisema iko tayari kwa kujibu mashambulizi makali zaidi ambayo hayakuwahi kushuhudiwa hapo kabla.
ikisema imekuwa ikijiandaa kwa muda mrefu kwa ajili ya kile imesema kurudi tena katika uwanja wa vita na kukabiliana na adui ana kwa ana, uwanja wa mapambano. Ikumbukwe kuwa pia hatua hiyo ya Irani kunyonga raia wapatao watatu kwa mujibu wa ripoti ya serikali ya Irani iliyotolewa na shirika la habari la serikali IRNA imetolewa wakati ambapo Israeli imemkamata raia mmoja pekee wa kike. Israeli imemkamata na kumshikilia raia mmoja pekee wa kike wanayemtuhumu kwa kosa la ujasusi na uhaini kwa taifa la Israeli, wakisema ni jasusi wa moja kwa moja wa vikosi vya Israel vya Irani, yani walinzi wa mapinduzi IRGC kutokea makao makuu ya Khatam al-Anbiya nchini Irani. Je, hatua hii ya hivi sasa ya Irani unaitazamaje? Wewe unaitazama vipi? Na ni hipi nafasi ya Irani katika swala hilo la kufanikiwa juu ya ukamataji na unyongaji wa raia hao? Je, Irani iko sahihi kwa kile ambacho imefanya kwa nyonga raia wapatao watatu? Na vipi kuhusu ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu inayoeleza kwamba Irani imewanyonga wa raia wapatao 25? Tuachie maoni yako katika uwanja wa maoni. Hadi wakati mwingine, na kwa heri kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.